Mradi huu ulianza kufikiriwa mwaka 2018 yalipotokea mafuriko makubwa na maafa makubwa kwenye bonde la Msimbazi. Hapa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, wakati huu akiwa makamu wa rais, aliamua kuitisha kikao cha wizara zinazohusika pamoja na watendaji wa serikali kujadiliana namna ya kutokomeza kabisa maafa ama mafuriko ambayo yanatokea pale Msimbazi. Kwa hiyo leo hii tumeshuhudia kusainiwa kwa mkataba huu wa kuendeleza bonde la Msimbazi. Nataka niwaambie, huu mradi ni mradi wa mama mwenyewe. Naomba tumshangilie mama. Mama aliona umuhimu wa kuhakikisha kwamba yale maafa ambayo yalikuwa yanatokea kila mara kwenye eneo hili la mto Msimbazi sasa yafike mwisho. Daktari Samia Suluhu Hassan oye! Ndugu alikwa, nimpongeze Mheshimiwa Albert Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, pamoja na timu yake kwa kazi kubwa wanayoifanya kusimamia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi pamoja na miradi ya maendeleo ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Wote kabisa kwa kujitokeza kushiriki hafla ya utiaji saini mkataba wa mradi wa uendelezaji wa bonde la Msimbazi. Tuliamua kufanya mkataba huu usainiwe mbele ya macho yetu, mbele ya macho ya watu, kwa sababu ni mkataba ambao unaenda kubadilisha Dar es Salaam, na ndio maana tuliamua kuja kusaini mkataba huu hapa Dar es Salaam mbele yenu. Ndugu zangu walikuwa, huu mradi sio wa miundombinu tu, ni mradi wa kuleta mabadiliko ya kweli. Nataka niseme, hatupanui tu mkondo wa mto, tunajenga msingi wa mustakabali bora wa kubadilisha eneo ambalo ni hatarishi kwa sasa na kuwa sehemu muhimu kwa uchumi wa mazingira ya Dar es Salaam. Na kupitia mradi huu yafuatayo yatafanyika. Kwanza, kunusuru maisha ya jamii zetu kwa kuhamisha zaidi ya nyumba 3,000 kutoka maeneo hatarishi kwa mafuriko na kutoa fidia stahiki. Tunahakikisha usalama na ustawi wa wananchi wetu. B, kutengeneza fursa mpya. Kwenye eneo hili tutapata hekta 57 za ardhi salama iliyotengenezwa na utatoa maeneo mapya kwa ajili ya makazi, biashara na vivyo hivyo kuchochea ukuaji wa uchumi kwa kutengeneza ajira. Na kuboresha miundombinu yetu. Ujenzi wa daraja jipya la Jangwani lenye urefu wa mita 390 na karakana mpya ya mabasi ya mwendokasi eneo la Ubungo Maziwa kutaboresha kwa kiasi kikubwa usafiri na muingiliano ndani ya jiji. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.